Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari imeendelea kukua. Aidha, takwimu zinaendelea kuonyesha kwamba laini za simu zilizosajiliwa zimeongezeka kutoka laini milioni 90.4 Machi 2025 hadi kufikia laini milioni 111.9 Machi 2026, sawa na ongezeko la 23.8%. Aidha, watumiaji wa internet pia wameongezeka kutoka milioni 49.3 kwa Machi 2025 hadi milioni 58.9 Machi 2026, sawa na ongezeko la 19.5%. Mheshimiwa Mwenyekiti, watoaji wa huduma za kutuma na kupokea pesa kwa njia ya mtandao wa simu wameongezeka kutoka milioni 66.5 Machi 2025 hadi milioni 81 Machi 2026, sawa na ongezeko la 21.8%. Aidha, idadi ya watoa huduma wa miundombinu ya mawasiliano imefikia watoa huduma 52 kwa mwezi Machi 2026 ikilinganishwa na watoa huduma 38 waliokuwepo Machi 2025, sawa na ongezeko la 36.8%. Mheshimiwa Mwenyekiti, watoa huduma za ziada wa application services and value added services wamefikia 173 kwa Machi 2026 ikilinganishwa na watoa huduma 136 waliokuwepo Machi 2025, sawa na ongezeko la 27.2%. Mheshimiwa Mwenyekiti, takwimu hizi zinaendelea kuonyesha kuimarika kwa upatikanaji wa huduma za mawasiliano na teknolojia ya habari kutokana na uwepo wa mazingira wezeshi ambao ni maono na dira ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ujenzi wa mkongo wa taifa wa mawasiliano na ujenzi wa minara ya mawasiliano, ambapo kata 688 nchini zimepelekewa huduma ya mawasiliano kwa kujenga minara ambayo imeweza kunufaisha wananchi milioni 8.5. Ufikishaji wa huduma ya mkongo wa taifa wa mawasiliano katika wilaya 86 kumewezesha kurahisisha utoaji wa huduma za mawasiliano kwa wananchi pamoja na utambuzi wa makazi unaofanywa kupitia mfumo wa anwani za makazi. Hatua hizi zote zimewezesha baadhi ya maeneo yaliyokuwa na changamoto za mawasiliano kufikiwa na huduma za mawasiliano na kurahisisha upatikanaji wa huduma za kijamii na kiuchumi kidijitali mbalimbali ya kisekta ambayo utekelezaji wake unachochea ukuaji wa uchumi wa kidijitali. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha uongozi wa Mheshimiwa Rais, sekta ya mawasiliano na teknolojia ya habari imepata mafanikio ikiwemo kukamilisha ujenzi wa minara 758, kuongeza nguvu minara 304 iliyokuwa ya 2G kwenda 2G, 3G na 4G, ambapo miradi hii imekamilika kwa 100% na ujenzi wa minara hiyo unanufaisha wananchi takriban milioni 8.5. Na kwa minara 304 tuliongezea nguvu inaonufaisha wananchi takriban milioni 4.2. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inatekeleza mradi wa mawasiliano vijijini wa ujenzi wa minara 636 ambapo minara 456 sawa na 72% imekamilika. Aidha, kati ya minara 456 iliyokamilika, minara 342 tayari imewashwa na inatoa huduma kwa wananchi. Aidha, kwa minara 114 iliyobakia inatarajiwa kuwashwa ifikapo Juni mwaka huu baada ya kukamilisha kazi ya ufungaji wa vifaa. Aidha, minara 180 iliyobakia inatarajiwa kukamilika ifikapo Disemba mwaka huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kukamilika kwa mradi huu kutawezesha wananchi takriban milioni 2.5 kuweza kufikiwa na huduma ya mawasiliano. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliahidi kutoa bilioni 200 kuwezesha upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya kuwezesha biashara ndogo za kati na uendeshaji wa kampuni changa au startups. Aidha, kati ya fedha hizo shilingi bilioni 5 ni kwa ajili ya kuwezesha mitaji kwa kampuni changa za tehama ili kuweza kukuza bunifu zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kulifahamisha bunge lako tukufu na Watanzania kwa ujumla, Mheshimiwa Rais ametekeleza ahadi hii kwa kuwezesha upatikanaji wa shilingi bilioni 5 kwa ajili ya mitaji ya kuwezesha uendeshaji wa kampuni changa za tehama nchini. Aidha, kwa sasa wizara imekamilisha uandaaji wa mwongozo utakaowezesha kuwapata wanufaika wa mikopo hiyo. Utoaji wa mikopo hiyo utafanywa na benki ya NMB na inatarajiwa tutaweza kutoa mikopo kwa kampuni zisizopungua 50 changa za tehama ambazo zitakuwa zimekizi vigezo katika maeneo yanayoguswa masuala ya kidijitali katika afya,
sheria, bunifu za fedha, utalii, bima, elimu pamoja na mengineyo. Maombi rasmi yatapokelewa kupitia mfumo wa kidijitali ambao utaunganishwa moja kwa moja na NMB ili kuweza kurahisisha zoezi la uchambuzi wa kuwapata wanufaika. Aidha, mikopo hii inatarajiwa kuanza kutolewa mwezi Mei mwaka huu kwa wanufaika wote watakaokuwa wamekidhi vigezo. Haya sasa, tuliokuwa tukisubiria kwa hamu, hii sasa imefika. Lile tamasha lilosheheni burudani za halali sasa limewadia. Hapa nazungumzia Rahatul Ain. Ni tamasha la Nasheed ambalo litawakaribisha munshid nguli kutoka visiwani na nje ya visiwa vya Zanzibar. Ni tamasha litakalofanyika Idi pili na Idi tatu mfungo tatu kwa kiingilio kidogo tu cha shilingi 7,000 tu kwa zote siku mbili, na kwa VIP kiingilio ni shilingi 10,000 tu, na tutakuwa na tiketi 50 pekee za VIP. Na hili surprise Nasheed kutoka kwa watangazaji wako itakuwepo, na mara hii ni kubwa kuliko. Munshid watakao perform katika tamasha hilo ni Sudi Khafa, Kijana Abdillah, Yuzan, Afaizul Heta, Fakimbaro, Salim Ali, Mahad Virginia, Al-Habibi Sam, Mozain, Adil Bajun, Awal Nasheed, Abu Khalef, Irshad Islamic Kid na wengi wengineo watakuwepo. Ili kujipatia tiketi yako, wasiliana na wafuata: Abubakar Fakih Hamadi, Babroma, pigie kwa simu namba 0777 43 28 83. Saif bin Jedo, simu namba 0777 43 90 82. Ali Ngome Ali 0774 41 98 70. Adam Rajab Juma ARJ 0772 91 01 01. Alami bin Ali 0772 95 95 34. Saidi Ali, simu namba 0778 46 67 87, au fika katika ofisi zetu zilizopo Radio Al-Nur, Masjidi Swahaba, Mtoni Kidatu, Zanzibar. Nyote mnakaribishwa. Watambue kama unanipenda basi